au sambusa za nyama. Yetu kwa tungependa kumshukuru Mwenyezi Mungu Jumamosi kwetu, Jumapili pendwa na Jumapili yenye furaha, siku ambayo ya mapumziko, lakini pia ni siku kuu kwa wafanyakazi wote na watu ambao wanapumzika majumbani kuja kushuhudia timu yao. Timu Kongo, tukizungumzia timu kubwa, naomba niwe kwa makini kuradisha. Dar es Salaam Young Africans ni timu ya kwanza kuvaa viatu na timu ya kwanza kujua soka la Tanzania. Umeelewa? Na timu ya kwanza ambayo kuna watu yani wanaibeza, wanaisema, unajua kizuri lazima kisemwe na kizuri lazima kiwe. Sisi wana Yanga au mashabiki au wanachama wa Dar es Salaam tunajua soka la ndani na nje ya Tanzania. Tumekuja ku appreciate, tumekuja kushabikia timu yetu kwa sababu tunajua kitu kikubwa zaidi. Hata nikuangalia mipira Ndondo Cup kama ile ya jana. Nikizungumzia Ndondo Cup kama ile ya jana, mwenyewe umeona. Timu inashinda, unaona kabisa mpinzani ana uwezo wa kushinda goli hata goli mbili. Nisikilize. Wapo unaongea kisamiati zaidi. Unaelewa? Nataka tufungulie sasa watu wajue. Si hao maduduka. Maduduka hatujaelewa. Kwa sababu gani? Ndio kitu unajua kuna wakati sisi tunataka sema sisi tunapigwa mawe, tunasemwa, tunanyanyasika, lakini sisi hatujali kwa sababu tushamokuwa wananchi. Ndio sisi hapo tunapenda soka, ndio sisi hapo tunajua mpira. Huyu kangalia goli la jana ni Miausho. JKT anaongoza goli moja na bado pia ana advantage ya kushinda goli la pili. Baadaye unakuja una mauza. Nikizungumzia mauza, yani hata dakika 5 haijapita watu wamesawazisha. Dakika 10 haijapita tu goli la pili. Yaani unaona kama ile just friend yani ile familia. Of course ndio nakwambia ile familia ni familia. Sikiliza bwana. Nikizungumza familia ni kwamba sikiliza baadaye na mashindano. Kwa hiyo nataka ile hamasa ongezeke kubwa, watu kimataifa wasogee kwa wingi. Sasa tunazungumza kitu kimoja bwana. Unajua ifike wakati ulimwengu wajue kwamba Tanzania ni timu moja. Dar es Salaam Young Africans. Timu kongwe, timu kubwa na timu ambayo inapiga boli kiprofessional zaidi. Kwa nini? Umeona umati wote wamekuja kuangalia ulimwengu wa soka hapa ndani ya KMC. Mimi leo ni mgeni, KMC ni nyumbani. Japokuwa ndio kuchagua uwanja wangu nyumbani. Lakini lazima nionyeshe ukubwa wangu na mimi. Sawa, kila mmoja shinda mechi zake, lakini sisi tunaonyesha ulimwengu kwamba sisi tunajua. Unaelewa? Sisi kama tunajua, tumeona umati wote. Kuna watu wamefika hapa toka saa 6. Wana ule uchu, wana ile hapo tukana yale maafa ambayo yametokea juzi kati, lakini ni mipango tu ya maisha na maisha yanaendelea kama unavyoona watu wajali kwamba kuna something gani ambayo itatokea baadaye, lakini inshallah uwezo Mwenyezi Mungu yale matukio yote, majanga yote, furaha yao yote itapatikana leo ndani ya KMC na ndani ya Dar es Salaam Young Africans. Nikizungumza hivyo, tunazungumza kwa vigezo bwana. Sisi tuna wachezaji international. Sisi tuna wachezaji ambao tunawalipa kwa wakati. Sisi tuna wachezaji wanakula kwa wakati. Sisi tuna wachezaji wanapata mazoezi kwa wakati. Sisi hatuna wachezaji wa madalali. Nikizungumzia madalali, yani jana ilikuwa kwenye msiba wa director wetu wa Azam TV.